Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitasoma kitabu cha Yoshua. Hapa ni tamko lenye mamlaka kiungu, kwa hivyo muamini Mungu atakusaidia kupitia ibada ya leo. Haleluya. Kitabu cha Yoshua mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1. Biblia inasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli, hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na wafalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji huu mara moja. Fanyeni hivi kwa siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hayo makofi kama ni ya Yesu, piga zaidi ya hayo. Amen. Mahali tumesoma, Biblia inaongea habari ya Yoshua mwana wa Nuni. Maandiko yanasema kipindi hiki alikuwa amekabidhiwa mamlaka na Musa ili aweze kuwaingiza wana wa Israeli Kanaani. Maandiko yanasema wakawa wamefika mahali kukaribia Yeriko, na huo mji wa Yeriko ulikuwa umezingirwa na ukuta kwa sababu ya wana wa Israeli. Yeriko ulikuwa ni mji ambao kuna mfalme ndani yake na kuna watu wamejenga, kuna watu wanaishi katika huo mji. Lakini Bwana Mungu akamwambia Yoshua ya kwamba mtaingia Yeriko na Yeriko pia mtaimiliki. Mungu anamwambia Yoshua, mfalme wa Yeriko na watu wake nimewatia mikononi mwako. Ina maana kwamba itabidi muende mkapigane, mkafanye vita kwa ajili ya kuteka huo mji. Nataka niongee kitu hapa siku ya leo. Vitu vyote vya Mungu havipatikani kiurahisi. Vitu vyote vya Mungu, lugha rahisi ambayo nataka nitumie ni kwamba vitu vyote vya Mungu vinapatikana kwa nguvu. So nikitumia neno rahisi, nikitumia neno ya kwamba havipatikani rahisi, na maanisha kwamba vitu vyote vya Mungu vinapatikana kwa wale wenye nguvu. Ukiwa dhaifu huwezi pokea vitu vya Mungu. Lazima uwe na nguvu, na sio nguvu za kimwili tu, bali nguvu za rohoni. Misuli ya rohoni itakuwezesha kupokea vitu vya kimungu, kwa sababu kile ambacho kinasababisha hupokei kile kitu ambacho unakihitaji ni kwa sababu wewe ni dhaifu katika ulimwengu wa roho. Ni kwa sababu nguvu zako ni chache. Sasa kwa sababu nguvu zako ni chache, kumeinuka mwenye nguvu zaidi yako na akaamua kwamba kile unakihitaji hutakipokea, na umekaa katika hiyo hali kwa muda fulani kwa sababu nguvu zako ni chache. Sasa vitu vyote vya Mungu, ingawa ni kweli Mungu ndiye anayepeana, lakini ndio vipokee, you need spiritual stamina. Lazima uwe na misuli ya rohoni. Nguvu ambazo Mungu anazipeana tunapomtumikia, hizi nguvu lazima ziwe ndani yako, ndio hizi nguvu zikuwezeshe uweze kupokea vitu vya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipokuwa wamekaribia Yeriko, Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba mtapigana na hawa watu. Lakini jinsi ya kupigana, Mungu akapeana mwongozo ya kwamba mtaenda, wale watu wa vita, mtaenda mkiuzunguka huo mji mara moja. Fanyeni hivi kwa siku 6.
Yaani kila siku nyinyi amkeni, muende kuleni breakfast, nendeni huko mukauzunguke huo mji mara moja kwa siku 6. Halafu akawaambia ikifika siku ya 7 mtauzunguka huo mji mara 7. Haleluya. Alafu makuhani watapiga zile pembe za kondoo. Kuna pembe zilikuwa zimeandaliwa tayari, hizo pembe makuhani ndio wanazipuliza. Wakizipiga hizo kondoo, hizo pembe, wakishapuliza hivi, majeshi itakaposikia, watu wote watakaposikia hiyo sauti, wapige kelele. Na mtakapopiga kelele kwa sauti ya juu, ukuta utabomoka wenyewe. Alafu kibomoka, msikae hapo, mukabili huo mji, muingie huo mji na mteke huo mji. Wakafanya hivyo, na kweli ilipofika siku ya 7 wakazunguka mara 7 na ukuta ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua leo ni siku kubwa katika ulimwengu wa roho, lakini watu wengi hawaelewi kile ambacho Bwana ameamua kukifanya katika maisha yetu. Siku ya leo ikiwa tumeingia mwezi wa 7, hii namba 7 ni namba ya ukombozi. Tunakumbuka ya kwamba hata Yesu alipoona watu wana njaa, alipouliza mko na nini, wakasema tuko na mikate 5 na samaki 2. Yesu alijua hii ni namba 7. Akawaambia wanafunzi wake waketisheni. Akachukua mikate na samaki, akashukuru na ikaongezeka, na wakala watu wengi na wakashiba mpaka wakasaza. Naongea nini na neema ya Mungu katika maisha yako ndani ya huu mwezi wa 7. Na kupitia hii neema ya Mungu wewe unaipata fresh, kwa sababu umeingia hapa tarehe 1 mwezi wa 7. Nitakuombea hii neema ifanye kazi katika maisha yako. Neema ya ukombozi, neema ya utetezi, neema ya kustarehe ianze kufanya kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi wanateseka kwa sababu nguvu zao ni chache. Lakini mwanangu, kwa sababu umepatikana katika hii ibada ya leo, tutaunganisha imani zetu na tumuombe Mungu kwa ajili ya hilo hitaji. Naamini Mungu aliye hai atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambayo imejitukuza katika maisha yako, imejionyesha ina mamlaka, ina nguvu, imekuchallenge kwa muda mrefu, na muamini Bwana Yesu kupitia ibada ya leo, hiyo roho itakuachilia katika jina la Yesu Kristo. Kila maroho, kila ukuta uliojengwa, kila mipaka uliowekewa ya kwamba tembea kote lakini hapa hutavuka, utavuka hapo kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema ukuta wa Yeriko ulijengwa si kwa sababu ya security ya mji wa Yeriko, ulijengwa ili wana wa Israeli wasiingie. Kuna baadhi ya vitu vimeinuliwa ili wewe usipate. Kuna baadhi ya sheria zimetengenezwa ili wewe usiinuke, ili wewe usivuke mahali fulani. Lakini pamoja na sheria zilizowekwa katika ulimwengu wa roho, na muamini Yesu ya kwamba leo, kwa sababu amesema wewe ni mbarikiwa, lazima upokee kile Yesu alichosema katika jina la Yesu Kristo. Chochote Bwana alisema kwa maisha yako utakipokea leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu aliye hai. Unajua kuna baadhi ya sheria zingine zinaundwa kwa ajili ya wana wa Mungu. Kuna baadhi ya sheria fulani zinaundwa kwa sababu ya wana wa Mungu. Watu wengine walikuwa hawajui, lakini tuliposikia serikali za duniani humu ya kwamba kumetangazwa lockdown, no gathering, watu wasiende kwa nyumba za ibada, utagundua ya kwamba nyumba za klabu ziliachiliwa ziendelee. Waliwekewa sheria ya kwamba waende wakakunywe pombe huko, lakini nyumba ya ibada ndio ilikuwa ya mwisho kufunguliwa. No gathering, lakini walevi wakawekewa sheria, lakini wakaambiwa endeleeni kulewa. Club ziliachiliwa ziendelee kufanya kazi, lakini makanisa ilikuwa mkionekana mnafanya ibada mnapigwa na askari. Watu walikuwa hawajui, lakini hili jambo lilikuwa liko kiroho.
Kuna sheria zingine ziliinuliwa ili kusababisha wana wa Mungu wakose nafasi ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu ni mwaminifu, ya kwamba tunapomwamini, tunapomtumikia kwa furaha, kwa bidii na kufuata maagizo yake yote. Hakuna maagizo ya Mungu ambayo tutayafuata tuwe kinyume cha serikali. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa sheria za nchi ambazo zimewekwa zinafuatana pia kwa ukaribu na amri 10 za Mungu, lakini kuna mambo mengine tu inafanywa amendment ambayo inaweza kuwa kinyume. Lakini mara nyingi sheria nyingi sana unakuta kwamba, kwa mfano kama vile serikali hazipendi watu wavute bangi, Mungu pia hapendi watu wavute bangi. Amen. Serikali hazipendi watu wakora, hazipendi watu uwe mwizi, hazipendi. Kwa hivyo Mungu naye pia hapendi, alisema usiibe. Kwa hivyo ukitamani usione hasira ya serikali, lazima utembee katika njia, ufuate na kutunza katiba ya nchi, ufuate utaratibu uliowekwa. Wewe utaonana na askari, watakusalimia, watakuona wewe ni mtu mzuri. The moment ukifanya kinyume, utakutana nao na watakutatiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ibada ya siku ya leo, kila sheria iliyowekwa na mapepo ili kukuzuia usipokee vitu fulani, hiyo sheria tunaivunja katika jina la Yesu. Kila gharama ambazo zilitumika kukufanya wewe usipone, usibarikiwe, usipokee kitu fulani, usifike pale, hizo gharama leo zimekuwa bure, kwa sababu mahali walisema hatutafika, tutafika kwa jina la Yesu. Kile walisema tusipokee, tutakipokea kwa jina la Yesu. Kile uliambiwa usipate, utakipata kwa jina la Yesu Kristo. Popote walisema usiende, utaenda kwa jina la Yesu Kristo. Waliambiwa wana wa Israeli watazunguka ukuta wa Yeriko, lakini hawawezi ingia ndani ya Yeriko. Lakini kumbe ilikuwa kuna siku ya 7 Bwana atawatetea. Leo tutalia madhabahuni, tutamwelezea Bwana mapito yetu, na ninaamini kilio chako madhabahuni siku ya leo kitasikika mbele za Bwana na kitasababisha huo ukuta uweze kuanguka. Wana wa Israeli ilipofika mara ya 7, waliposikia ile sauti ya zile pembe zimepulizwa na makuhani, wakapiga kelele tu, kila mmoja kwa staili yake. Bwana akasikia makelele yale na akashusha radi kutoka mbinguni, akashusha mabuldoza kutoka mbinguni, ikavunja vunja magorofa yote na kuta zote zikaanguka. Wana wa Israeli wakaingia kwenye huo mji, wakati watu wakitaharuki, wakati watu wa Yeriko wakisema imekuwaje, mbona nyumba zinaanguka, ni earthquake ama ni nini? Wana wa Israeli walitake advantage na kuangamiza watu wote wa Yeriko na wakaumiliki ule mji. Kwa jina la Yesu Kristo na kubariki siku ya leo, inaji ulioitumia zamani kwa ajili ya kupokea kitu fulani na hujakipata, leo hutatumia nguvu nyingi sana na utapata kwa jina la Yesu. Tutakuja madhabahuni leo, tumlilie Bwana, tupaze sauti mbele za Bwana. Kama ni kelele tutazipiga kwa Bwana, kwamba Mungu, leo nimekuja madhabahuni mwezi wa 7, naomba unikumbuke, naomba unitetee, na Bwana atasikia kilio chako na atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Anasema yeye hakawii kutenda kama watu wanavyodhani, hakawii kutimiza ahadi zake kama watu wanavyodhani. Mungu atakutimizia ahadi yake katika maisha yako katika jina la Yesu. Mwanangu, endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumikia Mungu, endelea kufuata amri zake, ufuata sheria zake, penda watu, ishi maisha mazuri na watu, na kupitia kufanya haya mambo Mungu atakuonekania hapo, Mungu atakutokea hapo, Mungu atakusaidia hapo. Mwanangu, usichoke kutenda mema, maana utalipwa katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri mchana wa leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya ile neema Mungu ameiruhusu itembee katika hii madhabahu. Juzi katika ibada kama hii kulikuja watu wengi walikuwa na matatizo mbalimbali, lakini Mungu aliwasaidia. Lakini kuna huyu mama mmoja alikuwa na kansa
ya kizazi. Alikuwa anatokwa na damu nyingi sana, alimwagikwa na damu nyingi, akapelekwa Mombasa. Alisema ni Kenyatta Hospital, Coast General Hospital sijui Mombasa. Akapewa madawa pale mpaka akazirai kabisa, kwa sababu damu ilitokwa nyingi sana. Akaja nyumbani, yuko na kansa. Sasa kuna mama mwingine alikuja hapa, alikuwa hawezi, alikuwa mgonjwa, nikamtamkia akapona. Alipofika nyumbani akamwona yule mama, akamwambia mimi nilienda kule kanisani, tamko lenye mamlaka ya kiungu chache msabaha, na nikaombewa na nimepona kabisa kabisa, na wewe pia twende. So Jumanne akaletwa hapa. Ilikuwa ni ibada ya meza ya Bwana. Wale waliokuwa hapa waliona kile kilifanyika. Mama akasema niko hapa pastor, lakini ninamwagikwa na damu sana. Unajua mama huwa hawana amani kabisa, hiyo hali ikitokea excess. Huwa wanakosa kuwa na uhuru huko mahali, lakini unahisi kila mmoja anajua hali unayopitia. So ikafika masaa ya kuja madhabahuni, kawaita wote, nikamwambia mama njoo. Nikampa ule mwili wa Yesu na damu ya Yesu, nikamwambia kula na ukunywe. Alipomaliza nikamwambia nenda chooni ukajiangalie, kwa maana hiyo damu imekauka. Hiyo chemichemi ya damu imekauka. Nenda chooni ukajiangalie. So akaenda kujiangalia, hapa mbele tunataka tuanze maombi. Alipoenda kujiangalia, damu ilikauka. Damu ilikauka. Akarudi hapa akashuhudia, akasema ni mzima. Jumatano akaja tena akasema ni mzima. Jumapili akaja tena akasema ni mzima. Hasikii maumivu, hasikii kuumwa tena, damu haitoki tena. Akasema lakini nimepokea message kutoka Mombasa Coast General Hospital kwamba nirudi tena niende sasa nikafanyiwe operation kwa uvimbe ambao ni kama walikuwa wameona kwa kizazi. Lakini mimi sitaenda kwa sababu nimepona, umeniombea na mimi ni mzima. Nikamwambia mama ni sawa, umepona, lakini mimi siko kinyume na madaktari, na kutuma tu nenda ukawathibitishie hao madaktari vipimo vile walivyokupima wakasema uko na kansa, watakupima na vipimo hivyo hivyo tena waseme uko negative. Ukitoka hapo utakuwa na amani hata wewe mwenyewe. Akasema ni sawa baba, lakini nilikuwa nimeamua nisiende. Nikamwambia nenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anaweza. Na Yesu akiamua kumbariki mtu anambariki mpaka watu wajue umebarikiwa na Mungu. Mungu akiamua kujitukuza katika maisha yako atajitukuza, si kisirisiri. Wachana na hao watu anasema eti naogopa nikijenga nyumba nitarogwa. Hizo baraka umezipata wapi? Nani alikupatia? Yesu akikupa anataka uenjoy waziwazi, kwa sababu hakuna uganga wala uchawi utakaoinuliwa juu yako utakaofanya kazi katika maisha yako. Nitaanza kukushuku wakati una pesa unasema naogopa kununua mavazi mazuri, wataniroga hao. Nani alikupatia hizo pesa? Lakini kama ni Yesu amekupatia, enjoy, kwa sababu hakuna silaha yoyote itainuliwa itakayofanikiwa kwenye maisha yako. Na ninakuombea mchana wa leo, katika ibada ya siku ya leo, Mungu akutendee jambo mpaka maadui zako waone. Mungu akufanyie muujiza mpaka huo muujiza uwe na sauti ya kuongea. Mungu akufanyie muujiza mpaka kila mtu aliyejua uko chini ajue sasa umeinuliwa na Bwana. Mungu akubariki maisha yako mpaka wale ambao walikuwa na kusaidia waje waombe msaada kwako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akutendee muujiza ili umtumikie, umwabudu kwa furaha. Kuanzia leo ninanyosha mkono wangu wa kinabii katika maisha yako.
huyu Mungu ambaye umekuja hapa kumtafuta leo ajitukuze kwenye maisha yako, akutendee muujiza, ili ujue ni kweli anakupenda, ili ujue kweli alimtuma Yesu akafa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako, na kwa kupigwa kwake tulipona katika jina la Yesu Kristo. Leo utasaidika, leo utatetewa, leo utapokea hata zaidi ya vile unatarajia katika ibada ya leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Tukuze Bwana siku ya leo. Mwambie Bwana, ninaamini, ninajua ya kwamba leo lazima nibarikiwe, leo lazima nifanikiwe, leo lazima nipate, leo lazima niende mbali, leo lazima nifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mtukuze Bwana, mtukuze Mungu aliye hai, mtukuze mfalme wa falme, mtukuze Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, najua leo hii, leo haitapita, leo haitapita bila kutenda muujiza. Leo hii haitapita, leo hii haitapita. Lazima nipone, lazima nibarikiwe. Laana lazima ziniachilie, vifungo lazima vikatike, laana lazima ziniondokee katika jina la Yesu Kristo. Hakuna silaha yoyote ambayo itasalia juu ya maisha yangu. Kila visirani, kila laana lazima ziniachilie katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimebarikiwa, mimi nimebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakutukuza kwa ajili ya siku ya leo. Ninaamini ya kwamba leo unaenda kubariki mtu hapa. Naamini siku ya leo mtu anaenda kupata ushuhuda. Naamini siku ya leo mtu anaenda kubarikiwa. Naamini siku ya leo mtu anaenda kupona, mtu anaenda kufanikiwa. Hakutakuwa na roho yoyote ambayo itazuia baraka hizi. Hakuna roho yoyote ambayo itachelewesha mafanikio haya kwa jina la Yesu. Huu tasa leo naondoka, huu ugonjwa uliokamata huyu mama leo naondoka, vifungo vinaondoka, roho ya kuchelewesha mafanikio leo inaondoka, roho ya kuchelewesha baraka leo inaondoka, laana zote, uchawi na visirani vyote leo vinaondoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, tutukuze katika ibada ya leo. Achilia uweza wako Bwana kwa kila mmoja aliyepatikana mahali hapa. Bwana ukawatende mema wanao, wanakuhitaji, wamechoka kuonewa na wachawi, kila wakilala wanasumbuliwa, wananyongwa, wanafukuzwa mbio na mapepo. Lakini kuanzia siku ya leo Bwana wape misuli yako, wape nguvu zako, maana wewe ndiye nguvu ya kanisa, wewe ndiye nguvu ya kanisa. Bwana jitukuze, wewe ndiye kichwa cha kanisa, sisi ni mwili wako Yesu. Jitukuze Bwana, usiruhusu mwili wako ukateseka, usiruhusu wanao tukapitia shida, usiruhusu wanao tukaendelea kulia, usiruhusu wanao tukaendelea kuhuzunika. Baba jitukuze kwa wanao siku ya leo. Yule aliyekataliwa, yule aliyevunjiwa ndoa yake leo ikaunganike tena, yule aliyekataliwa Bwana ukajitukuze tena katika maisha yake. Yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye ana shida ya mifupa ikaunganike tena katika jina la Yesu Kristo. Wanao wako mahali hapa wako tayari kushuhudia mema yako. Baba jitukuze, jidhihirishe Bwana katika maisha yao. Resha talabayada. Baba tenda mema Bwana, wale ambao hawana kazi, wale ambao wanahitaji kazi, Baba jitukuze katika maisha yao, wakapate kazi, wakapate kazi, wakafanikiwa kibiashara. Yeyote ambaye kuna jambo analifuatilia mahali hapa, Bwana leo mhakikishie kumpatia. Bwana mpatie, Bwana mtendee, Bwana mtendee, Bwana mpatie. Yesu mpe, Yesu mpe, Yesu mpatie, Yesu mpatie mwana wa furahi, Yesu mpatie mwana wa furahi. Kuna jambo anangojea kwako Baba, watendee wanao wafurahi, Baba watendee wanao wafurahi. Yeyote kuna jambo alilianzisha, Bwana amefika mahali pa kujuta ya kwamba ningejua nisingeanzisha hili jambo, ningelijua singeanzisha hili jambo. Bwana wangu naomba kajitukuze, kajidhihirishe Bwana. Kuna mtu amefika mwisho Jehova, amefika mahali pa kusema laiti ningejua
ningejua nisingeanzisha hili jambo. Laiti ningejua nisingeingia kwenye hii ndoa. Laiti ningejua nisingeanzisha haya mahusiano. Laiti ningejua nisingetafuta ile kazi. Lakini Bwana Yesu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Mahali tumefika mwisho unaanzia hapo. Kuna watu hapa wamefika mwisho. Kuna watu wametumia pesa zao lakini wamefika mwisho. Kuna watu wametumia hekima yao lakini wamefika mwisho. Kuna watu wametumia marafiki na majirani lakini wamefika mwisho. Masaa imefika, Bwana, ukatende tena, ukatende tena, ukafanye tena, ukatende tena. Baba, tenda katika maisha yao. Baba, tenda katika nyumba zao. Baba, tenda katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, na kutukuza mfalme wa falme. Pokea sifa Adonai. Unaweza Jehova, hakuna Mungu aliye kama wewe. Mwambie Bwana ni asante. Naamini leo naamini na napokea. Naamini leo lazima itendeke. Naamini leo lazima itendeke. Naamini leo lazima nipate. Naamini leo lazima nipate katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kuwasaidia wanao. Asante Bwana Yesu kwa kuwahurumia wanao na kuwatetea wanao. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, kwa maana unaweza. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante mfalme wa falme kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Na kushukuru kwa ajili ya wanao wote ambao wamepatikana katika ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu, naomba neema yako na nguvu zako zikapate kuwahurumia na kuwasaidia wote ambao wamepatikana katika ibada ya siku ya leo. Neema yako Baba ikapate kuwahurumia na kuwasaidia wote. Jitukuze maishani mwao ili wakafurahi. Asante Bwana Yesu, wewe ni mwema, utawasaidia wote ambao wako mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Mtu aseme amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri.